Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rais Donald Trump wa Marekani ameondoka China. Ameondoka na kurejea Marekani katika ziara ya siku 2. Ziara ambayo ndani ya Marekani kuna mjadala mkubwa unaendelea kuwa imetoa taswira gani? Kuna ishara yoyote ya mafanikio, ushindi au lengo? Manake ziara imemalizika bila taarifa yoyote kubwa na hakuna kilichotegemewa kutokana na crew iliyokuwa imekwenda. Sijui inafahamika. Donald Trump alikwenda kwenye shughuli hii akiwa amebeba CEOs wa kutosha. Yaani matajiri wa kutosha. Wanatajwa thamani yao ilikuwa ni $1 trillion. Pesa nyingi, yani ni zaidi karibu ya uchumi mzima wa Afrika, wale matajiri walioenda. Sasa wale matajiri walikwenda kwa ajili ya kuleta, unajua Trump alikuwa ameenda kuitengeneza taswira yake ya ndani. Nikitoka pale nitaonekana na kitu fulani, ndio kilichompeleka. Sasa nilisema kwenye hili swala kuwa Marekani inakwenda kwenye mazungumzo na China, hali ya kuwa kwenye haya mazungumzo Marekani ni underdog, tuelewane. Japo kuwa ameshikilia, lakini ni underdog. Marekani ana kete, sawa, lakini ni underdog kwenye haya mazungumzo. Kete ziko vipi? Nimezungumza juzi kuwa unaweza kuwa unamiliki kitu chenye thamani, unamiliki mali, unamiliki kila kitu. Halafu kile kitu chako kina thamani kubwa, halafu wengine wako, wale wengine wote wanamiliki vidogo vidogo. Yaani hakuna mmoja anaweza kanunua mali zako zote. Ila watu wamekaa mafungu, huyu anaweza kanunua nyumba, huyu akanunua gari. Sasa wewe huenda unauza moja ya hicho, na yule pembeni kuna mmoja tu anaweza akakupatia kile kiasi unachokitaka. Lakini mara hii wewe ndio umetangaza unauza. Hawa unaowafuata watanunua kwa bei yao, sio yako. Kwa sababu sio wao wanaotaka wakati huo. Yaani uhitaji ni wako, sio uhitaji wao. Kwa hiyo huwezi kuwauzia katika bei ambayo wewe utaitaka, isipokuwa watanunua kwa bei ambayo wewe wao watafika kuwa watachojisikia, kwa sababu unaniuzia kitu ambacho mimi sikihitaji. Ndio maana yangu. Naposema Marekani amekwenda kwenye haya mazungumzo akiwa underdog, ana karata, lakini China hahitaji chochote kwa Marekani at this time. Yaani China hakuwa na madai kwa Marekani, labda anataka nini kwa Marekani. Lakini kwa sababu amejua Marekani amecheza mchezo huko pembeni na amenasa. Ameisha nasa kwenye huo mchezo, na anayeweza kumnasua kutoka kwenye huo mchezo ni sisi. Kwa hiyo pale atapokuja sisi kuletea biashara yake, bana nauza nyumba, hata tukiwa kama tunaivizia tunaitaka, sisi hatuna mpango, tunazo nyumba nyingi sasa hivi, sijui nani hasa atakaa kama tukichukua, lakini basi wacha tutainunua tu, labda wageni wakija ndio kilichopo. Nitakwambia mfano. Wakati Mohammed bin Salman amekwenda Marekani kwenye ziara yake, mnaoikumbuka ya mwaka jana, ziara ya Mohammed bin Salman, niliwaambia alikwenda na watu 1,000. Alikwenda na wafanyabiashara, wawekezaji, yani walikuwa wanapeleka mabilioni ya dola. Yani alikuwa anapeleka uwekezaji wa mabilioni kwa mabilioni ya dola. Wapi? Marekani. Donald Trump amesafiri na crew ya wafanyabiashara wenye fedha nyingi sana, ambao wote wanatolea macho kuwa wanataka wakafanya uwekezaji China. Wanarudi kwenye hiyo safari kurejea, hakuna jibu la mikataba iliyosainiwa, kwa sababu kwenye hii ziara huenda tungeona kile ambacho tulikiona kwenye ziara ya Mohammed bin Salman akienda Amerika, wakati alivyotoka asema kuwa amesaini makubaliano ya bilioni 600, angalau inaweza ikafika $1 trillion. Alisema hivyo, angalau inaweza ikafika $1 trillion. Alisema kuwa hayo makubaliano. Sasa Marekani na Trump wanatoka bila makubaliano yoyote yanayosafisha taswira ya Trump Marekani. Mark my words. Mara nyingi sipendi kuitwa mtabiri, huwa sitabiri, ila huwa ninasema ukweli kwa sababu ndio ilivyo. Ziara hii
ya Marekani kama nilivyoizungumza jana kuwa ilikuwa ni ziara ya Donald Trump kwenda kumsuta China kwa uwezo wake jinsi walivyoipanga. Matokeo yake ikawa ni ziara ya kwenda kumuomba China kutatua matatizo yake, lakini haijakidhi vigezo. Mchezo ambao Irani wanaucheza kwa Marekani inawezekana ndio mchezo ambao China ameucheza. Hampi Trump kile anataka. Ndio maana unaona kuwa ziara nzima, matamko na yote yanayozungumzwa inatolewa na vyombo vya habari vya Marekani, hasa White House. Ndio inaotoa taarifa za mazungumzo yote. Yaani sio upande wa China unao comment, unaweka chochote kuwa tumekubaliana hiki, isipokuwa taarifa za haya matukio yote zinatoka kwenye sehemu moja, Marekani. Ndio anatoa taarifa kuwa Xi tumezungumza naye hivi, tumefikia kitu fulani, amesema Iran itakuwa hivi, tumefikia hivi, tumekuwa marafiki wazuri, ziara imekuwa nzuri sana na tumefurahi sana na kila kitu Nani anazungumza hayo? Wote ni Marekani, Marekani ndio anatoa. Sasa ili ukitaka kujua kuwa hawa China akili yao ni kama Irani kwenye hili swala, muda mchache kabla ya kuondoka Donald Trump nilisoma kuna sehemu nilisoma hii hapa taarifa ambayo ilitolewa na China. Inasema hivi: kwanza, imekuwa ziara ya ajabu. Nadhani mengi mazuri yametokana nayo. Trump aliambia X katika mkutano wake wa mwisho katika eneo la Zonghai, bustani ya zamani ya kifalme yenye ofisi za viongozi wa China, kabla ya kula chakula cha jioni pamoja na kutazama mpira. Lakini kabla tu ya mkutano wa Ijumaa kumalizika, Wizara ya mambo ya nje ya China ilitoa taarifa ya wazi ikielezea kukatishwa tamaa kwake na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Elewa, hii taarifa haijatoka bahati mbaya. Yaani hii taarifa haijatoka bahati mbaya. Yaani hii taarifa mfano wake ni hivi: wewe ni muumini safi. Okay, tuseme ni mtu ambaye unafuata mafundisho ya dini. Tuseme kuwa ni Muislamu safi, muumini safi. Umeisha kula, umemaliza, umekula. Wakati unakunywa juisi, unaambiwa nyama uliokula ilikuwa ni kibudu. Sio, umeelewa? Umeelewa taswira inayoingia kichwani? Yaani umeanza kula, mkisifiana, mkihadithiana ulikotoka, hawa jambo huko, hii nyama nzuri sana, tumevelele, mmekula, safi bana, huyu nyama. Ile umemaliza kula, wakati unakunywa juisi, ndio mwenyeji wako anatoa taarifa na kuambia bana, utanisame, umekula kibudu. Umeelewa taswira inayokuja? Kabla ya mkutano wa Ijumaa, Wizara ya mambo ya nje ya China ilitoa taarifa ya wazi ikieleza kukatishwa tamaa kwake na vita vya Marekani na Israeli na Irani. Mgogoro huu, wizara inasema, ambao haukupaswa kutokea, hauna sababu ya kuendelea. Wizara hiyo ilisema, ikiongeza kuwa China ilikuwa ikiunga mkono juhudi za kufikia makubaliano ya amani katika vita ambavyo vimeathiri vibaya usambazaji wa nishati na uchumi wa dunia. Umeelewa hii taarifa? Umeelewa vizuri? Naelewa hili somo huwa linaingia vizuri sana. Hii yote sio bahati mbaya. Kwa nini China katika wakati ambao Trump alikuwa anataka kusafishwa sana na kuungwa mkono sana katika mzozo wake, inatoa taarifa ambayo inaungana na Irani? Irani mara ngapi imeitaka dunia? Irani mara ngapi imewataka Ulaya? Irani mara ngapi imetaka Umoja wa Mataifa? Irani mara ngapi imetaka ulimwengu uikemee Marekani na kuilaumu kwa kuanzisha kwake hii vita? China katekeleza kwa vitendo, tena wakati Donald Trump yuko pale. Yaani ukiwa hauko sana kwenye haya mambo, huwezi kuelewa kauli inavyotafsiri. Yaani kauli moja inaweza ikatafsiri mambo mengi. Na ndio maana nilivyozungumza jana jioni nikamwambia kauli mbili zinazotembea za Marekani kuwa hakutokuwa na Hormuz isifungwe na hatakuwa na nyuklia, imeishia hapo hapo, haijaendelea mbele. Sio bahati mbaya. Viongozi huwa wanapanga na wanachunga maneno kuzungumza, kwa sababu maneno hutafsirika. Wakati China haijatoa taarifa, Marekani ndio katoa taarifa, lakini ameishia pale, haitokuwa na nyuklia. Sawa, Hormuz ibaki wazi. Halafu Xi akamwambia Trump, wewe ndio umefunga Hormuz. Akasema hapana, sio mimi, Iran ndio waliofunga. Kwani Xi aliongea kwa bahati mbaya kumwambia Trump wewe ndio umefunga Hormuz? Kwani bahati mbaya? Sasa
Hili tangazo linalotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China dakika za lala salama kabla ya ziara ya Donald Trump kumalizika, si tangazo la bahati mbaya. Hutakiwi kuhisi kama kuna bahati mbaya. Hamna bahati mbaya. Hili ni tangazo halisi la ukweli, linaloashiria ukweli kuwa Marekani hajapata kile alichokifata katika ziara ya China. Haijamsaidia lolote Donald Trump kujisafisha na kuwa sawa katika mzozo. Sasa nawaambia hivi, wekeni mstari na mpigie maneno yangu kuwa kutafanyika ziara nyingine yoyote, iwe ya kiongozi yoyote duniani kubwa, ambayo italazimishwa kuonekana kubwa ili Donald Trump ajisafishe na umma wa watu wa Marekani katika kuweka taswira yake nzuri kabla ya kuelekea uchaguzi wa Novemba. Yani kabla ya kuelekea uchaguzi wa Novemba ni lazima Donald Trump atafanya analoweza kuhakikisha kuwa kutafanyika ziara nyingine yoyote ya kiongozi yoyote maarufu, mkubwa, mdogo au vyovyote, au katika nchi yoyote, au kusaini makubaliano yoyote na nchi nyingine yoyote ambayo yataweka taswira ya kuonyesha wa Marekani kuwa mmefaidika na hili. Lakini kama ziara ya China ilivyokuwa imepangwa, haijamfaidisha chochote Donald Trump na haijampa kitu chochote, isipokuwa China walichosema kuwa watasaidia hili swala. Wamesema kuwa wao wanaweza kuzungumza na Irani kuhusu swala au kumaliza haya matatizo. Wao wameahidi. Sasa Marekani alikataa awali kuwa hahitaji msaada lakini tayari China wamesema hivyo, na pale Marekani wakaunga mkono, wakasema yes, China wamesema watasaidia. Na Donald Trump kalizungumza hili kuwa anasema kuwa wale wa Irani ni wajeuri sana, ni watu ambao hawatabiriki, lakini China wamesema kuwa wataweza kutusaidia hili swala. Sasa jana Admiral Cooper alisema, huyu ni mkuu wa Admiral Cooper, anakuwa ni the US military achieve all objective today. Huyu Central Command chief wa CENTCOM Admiral Cooper anasema kuwa, alikuwa anaongea na waandishi wa habari, anasema kuwa jeshi la Marekani limetimiza, yani limeachieve malengo yake yote ya kivita ndani ya Iran. Malengo yake yote ya kivita ndani ya Irani, akisema kuwa Irani haina uwezo tena ule ilikuwa nao mwanzo. Haiwezi kurusha tena makombora, haiwezi tena, ndege zake za drone zimekosa ufanisi, Irani haiwezi kusaidia washirika wake, Irani haina jeshi. Karudia maneno yale ya Donald Trump. Yani nilifurahi mwisho tu kuna mwandishi wa habari alimbandika swali, akamwambia sikiliza, taarifa za uchunguzi zilizotoka juzi na zimeandikwa na vyombo vya habari nasema kuwa uwezo wa Irani umerejea juu ya 70%, maeneo yote yuko vizuri, uwezo wake kijeshi na makombora. Alichojibu akasema taarifa sio sahihi, ni ya uongo. Taarifa sio sahihi, ni taarifa ya uongo. Ndio aliamua kujibu hivyo. Sasa huyu naye ni katika wale wapiga simulizi, yani wameamua kupiga simulizi ambazo huenda zikawa nzuri katika upande ambao huenda wewe unautaka, yani upande ambao mimi nautaka huenda ikawa simulizi nzuri kwa upande wake. Sasa hayo ni ya Marekani. Kuna swala moja limeandikwa pia na vyombo vya habari, nitakusomea alafu tutalizungumza. Linasema hivi: Falme za Kiarabu zitaharakisha ujenzi wa bomba jipya la mafuta ili kuongeza maradufu uwezo wake wa kuuza nje kupitia Fujairah. Ofisi ya vyombo vya habari vya serikali vya Abu Dhabi ilisema Ijumaa kuhusu mradi ambapo utapanua kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kupita mlango wa Hormuz uliofungwa kwa kiasi kikubwa. Meelewa jiografia yake ilivyo. Mafuta mengi ya UAE yako Abu Dhabi. Zaidi ya 85% ya mafuta yanayopatikana UAE yanatoka Abu Dhabi. Ndio maana unaona hata kampuni kubwa ya mafuta iliyopo UAE inaitwa ADNOC. Hiyo ni Abu Dhabi. Ndio kampuni ya Abu Dhabi ya ADNOC. Wanataka watengeneze sasa pipeline ambazo zitatoka kwenye visima vya mafuta vilipopo Abu Dhabi, vikrosi upande wa pili, vikatize viende mpaka Fujairah. Fujairah watakuwa wamekwepa, yani watakuwa wameikwepa njia ya Hormuz kiwango, yani watakuwa wamekwepa njia ya Hormuz, yani wamekuja upande wa pili, lakini wanakuwa ni face to face na upande wa pili wa Iran. Ila unaweza kufika bila kupitia Hormuz, yani tumeamua kupita kwa upande wa pili, unaweza ukaamua kupita kwenda Fujairah, yani kwa kutokea hivi. Unajua ukiwa kwa Oman
unajua kuna sehemu pia inashangaza katika jiografia ilivyokaa. Yani unaona eneo ambalo linafahamika kama ni eneo la Omani lililo katika Hormuz, ile eneo la Musandam, Diba, halafu sijui maanake kuna Diba mbili, kuna Diba ya UAE na Diba ya Omani, zote ziko upande wa bahari, ambapo tayari wewe utakuwa umevuka Fujera, umekwenda upande wa pili huku. Yani sijui nikwambie vipi jiografia ilivyokata. Yani unatoka Imarati yani unatoka Oman, halafu unaingia Imarati, halafu unavuka tena boda unarudi Oman. Hapa katikati ili uweze kuikwepa Imarati, pita kwenye maji. Yani eneo la Musandam la Omani ambao linakuwa Diba na maeneo la Madha sijui huko mbele, haya ni maeneo ambayo unaweza ukasema kuwa ni eneo la Omani ambalo limetenganishwa na mainland ya Oman, kwa sababu hapa katikati kuna UAE. Hapa katikati utapita ni UAE, halafu utaenda upande wa pili. Sasa nilikuwa nikiangalia mchoro wa UAE kupeleka mafuta Fujera kwa kupitia zile pipeline. Sasa nataka kuwaza kuwa alichokikwepa nini. Yani nataka kuwaza kuwa yeye ameamua kukwepa nini, kukwepesha ile bahari, amue kupita huku pembeni aje atokee Fujera, kwa sababu kama hawezi kupita Fujera amue kupita njia nyingine ambayo inatokea nchi nyingine, maanake ni lazima uombe nchi ya pili ambayo labda itakuja tofauti na kwako ili uweze Sasa shida moja ya kuomba nchi sehemu ya pili ni kuwa itabidi ulipie hiyo nchi na lazima uishi nayo kwa urafiki. Vinginevyo kama huwezi kuishi nayo kwa urafiki, huwezi kusema kuwa unaweza ukaimiliki hiyo nchi. Yani huwezi kwa namna yoyote, huwezi kuikwepa. Sasa nilikuwa nikijaribu kuangalia kuwa unapotoa pipeline kutoka Abu Dhabi, unaitembeza inakwenda mpaka Fujera. Nilikuwa nikiangalia Fujera, alafu naangalia upande wa pili, nakosa jibu kuwa, yani unajua ninachokitafuta kuwa alichokikwepa. Yani alichokikwepa mpaka kuja hapa, ameamua kukwepa Hormuz, sahihi. United Arab Emirates ameamua kuikwepa Hormuz, hawezi kupita kwenye mfereji wa Hormuz ambao tayari Irani ametishia kuufunga. Kaamua kupita kwa pembeni, anakuja kutolea mafuta yake wapi? Fujera. Njia nyingine anaweza kukwepa kutokea pale, atengeze pipeline ambao zije moja kwa moja kwenye bahari ya Omani, ima atolee Sohar ili bahari, yani hapo sasa unaweza ukatembeza, kwa sababu utakuwa kwenye bahari ya Omani ambayo tayari inakuwa imekutoa kwenye bahari kubwa ya dunia. Sasa ima atoe pipeline zake, kama hawezi kuzipitisha hapo Fujera ambapo ni kikubwa, anachotaka ni kukwepa. Yani yeye anachotaka kukwepa ni kukwepa Hormuz. Manake akisema akiende Ras El Khaimah anakuwa bado hajaivuka. Akienda mwisho kabisa huko Khasab anakuwa bado yuko kwenye mpua kabisa ya Hormuz. Kwa hiyo lazima aje atengeneze atokee Fujera, ima iwe Diba au atokee Horfakan, lakini mwisho atakuja ni Fujera. Nje ya Fujera hana option, aombe Shinas kati ya Omani na Sohar Oman, katika hayo maeneo. Sasa Omani, unajua tena Iran Omani, hiyo linakuwa hivyo. Sasa nimewaza hapa kuwa mbona Fujera, kama nilivyowaambia awali, niliwaambia kuwa ikibidi Irani atapohisi kuna tishio kubwa la nchi yake ambalo litaelekezwa kwake kutoka Bandar el Jaski, Bandar el Jaski ambayo iko upande wa pili wa Iran, yenyewe ndio inaitazama Fujera kabisa pale. Nadhani usiku hata taa unaziona. Sasa nimesema kuwa siku litapokuja tishio kubwa la kuhisi Irani kuwa naona kuna tishio kubwa kabisa ndani ya UAE, moja wa mji ambao utakuwa wa kwanza kabisa kuuchukua, ambao Irani atauchukua, itakuwa ni Fujera. Ataichukua Fujera, atakwenda Ras El Khaimah, atakwenda Ummul Quwain. Haya ni maeneo ambayo ana uwezo wa kuyafikia. Sasa Ummul Quwain inaweza kuwa afadhali kwa sababu si mbali sana na Ajman, lakini tayari hawa wameonekana kuwa walikuwa wanakwenda mpaka upande wa pili huku, wanaweza kuzunguka kwenda kuchukulia upande wa pili.
Yani kwa sababu kwenye ule mchoro wa pili ambao waliutoa wakasema kuwa ni kama mwezi mpevu. Sasa mwezi mpevu hauwezi ukanyoosha kutoka kwenye bandari za Irani moja kwa moja ukaenda mpaka Fujera. Ule unakuwa mwezi umenyooka. Ile ni square. Yani ile imenyooka. Lakini ukisema mwezi mpevu, ule mchoro sasa unavyotokea, unaweza sasa ukatokea kwenye ile ramani walisema inaenda Bandar el Jiski ambayo inazunguka mpaka huku Sikr, ambayo kwa jinsi inavyokuja walisema mpaka visiwa vya Kashmir vinakuja. Sasa ukija upande wa pili, upande wa visiwa vya Kashmir, Irani yenyewe inavyozunguka yenyewe ina eneo kubwa zaidi, ambayo ule mzunguko kamili, yani ukianzia Khorfakan, Fujera, Diba, Ras el Khaimah, Khasab, hizi nazungumzia kati ya nchi ambazo zinakuwa UAE na Omani, unakuja Khasab inazunguka, ukija sasa mpaka Ummul Quwain anaiface Kashmir. Ukija Bandar Shenas, Irani ana bandari nyingi sana. Ukija Bandar Shenas kama ni square inakwenda Ajman mpaka Dubai. Kwa hiyo mzunguko ule wa mwezi unavyozunguka, UAE yote iko ndani. Sasa nawaza hii gharama ambayo UAE wanataka kutumia kwa ajili ya kutengeneza pipeline, wamewaza nini? Sidhani kama wana suluhu yoyote ya kufanya biashara kwa utulivu zaidi ya kuamua kuchagua upande mmoja tu, kwa Israel kaa pembeni, sitaki mgogoro, nataka niishi maisha yangu. Irani ni jirani yangu, tutaendelea kuishi sawa. Huwezi kushindana na jirani mwenye nguvu ukatoboa, huwezi. Sasa hii gharama ambayo UAE wanafikiria wanataka kuifanya, yani nimekaa nikapiga hesabu, nasema mimi sijui sana, wao wanajua vitu vingi na ni okay wameikwepa. Naweza kusema okay wameikwepa kama wanachosema kwa okay tumeikwepa Hormuz. Haujaikwepa Iran. Umeikwepa Hormuz, hujaikwepa Iran. Kwa sababu Fujera, yani ni kazi nyepesi kweli itakuwa kwa Irani kumsaidia kufanya kazi yake, kuwa